Home Clinic. Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi chako pendwa, kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu. Ni kipindi maalum kinachokupa elimu na taarifa kuhusu afya yako. Na leo katika Home Clinic tutaangazia umuhimu wa mazoezi ya viungo katika kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Utakuwa nami Irene Chitale kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na twende kutazama afya storyline ya leo inayoelezea umuhimu wa mazoezi ya viungo katika kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Mazoezi ya viungo vya mwili yamekuwa ni sehemu muhimu katika kuimarisha na kuongeza kinga ya mwili, lakini swala hili limekuwa tofauti kwa baadhi ya watu ulimwenguni, kushindwa kufanya mazoezi hivyo na kuwa katika hatari ya kukumbwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa takribani watu bilioni 1.8 ulimwenguni wapo katika hatari ya kukumbwa na magonjwa yanayosababishwa na kutofanya mazoezi ya viungo, huku zaidi ya watu milioni 5 hufariki kila mwaka kutokana na kutofanya mazoezi ya kutosha. Mazoezi haya yana faida kubwa katika kuboresha afya ya mwili, kwani husaidia kuimarisha moyo, mapafu, misuli pamoja na kudhibiti uzito wa mwili. Takwimu za WHO zinaonyesha kuwa mazoezi ya kawaida hupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo kwa zaidi ya 30% na kisukari kwa takribani 40%. Wananchi wanaofanya mazoezi mara kwa mara wana kinga imara ya mwili na huugua mara chache zaidi ikilinganishwa na wasiofanya mazoezi kabisa, ambapo kitaalamu mtu anapaswa kupata angalau dakika 150 za kufanya mazoezi ya kawaida kwa wiki au dakika 75 ya mazoezi mazito kwa wiki. Mbali na afya ya mwili, mazoezi yana mchango mkubwa katika afya ya akili katika jamii ya leo. Msongo wa mawazo, huzuni na wasiwasi vimekuwa tatizo kubwa hususa kwa vijana na watu wazima. Utafiti wa WHO unaonyesha kuwa kufanya mazoezi mara 3 au zaidi kwa wiki hupunguza hatari ya unyongovu na msongo wa mawazo kwa zaidi ya 25%. Mazoezi huchochea uzalishaji wa homoni za furaha, hali inayomsaidia mtu kuwa na fikra chanya na kuongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Hali kadhalika, mazoezi huchangia kuboresha mahusiano ya kijamii. Wananchi wanaposhiriki michezo kama vile mpira wa miguu, kukimbia au mazoezi ya pamoja hujenga umoja, ushirikiano pamoja na mshikamano katika jamii. Kwa upande wa vijana, mazoezi husaidia kupunguza tabia hatarishi kama vile matumizi ya dawa za kulevya, kuelekeza katika shughuli chanya. Kwa ujumla, mazoezi ya viungo vya mwili ni uwekezaji muhimu katika afya ya wananchi na maendeleo ya taifa. Jamii yenye wananchi wenye afya njema huwa na nguvu zaidi kazini, na ni wajibu wa kila mwananchi pamoja na serikali na vyombo vya habari kuhamasisha utamaduni wa kufanya mazoezi ili kujenga taifa lenye afya bora na maendeleo endelevu. Naam, mtazamaji, baada ya kutazama storyline ya wiki hii, tuangazie maoni ya wananchi juu ya mada yetu ya leo. Jina langu naitwa Emmanuel Lucas, ni mkazi wa mtaa wa Silvini, kata Luchelele. Ninavyoelewa mimi, mazoezi ya viungo kwa binadamu yana umuhimu wake mkubwa sana. Hasa pale tunapoona kwamba mtu anapofanya mazoezi, yani kwa maana anaposhughulisha mwili kwenye kazi mbalimbali, husaidia mwili kupata afya bora. Tunaona kwa mfano unapofanya mazoezi ya kukimbia, jogging au kubeba vitu vizito, huimarisha mfumo wa upumuaji wa binadamu, lakini huimarisha afya ya mifupa, huimarisha pia kusaidia mtu kujikinga na magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya upumuaji, magonjwa ya kansa, kiharusi, uzito uliopitiliza na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na mtu kutofanya mazoezi. Hili lengo na mahususi mtu kufanya mazoezi ya viungo ni kule kujikinga na magonjwa nyemelezi. Mtu anayefanya mazoezi mara kwa mara ni vigumu sana kumkuta ana changamoto za magonjwa nyemelezi. Na kuweka mwili imara kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufanya hata shughuli zile nzito na nini, kwa sababu mwili unakuwa imara kwa sababu unafanya nini? Mazoezi. Kwa sasa mazoezi ya viungo ni muhimu sana. Mazoezi hujenga afya na huimarisha mwili. Pia mazoezi
kusaidia kuepuka magonjwa yasiyoambukiza kama of course mazoezi ambayo yanasaidia kuepukana na hizo homa ambazo zisizoambukizwa. Cha kwanza ni mazoezi ya cardio au kwa mfano mazoezi ya cardio yamegawanyika, kuna mazoezi ya kukimbia, umeona, kuna mazoezi ya kurukaruka na pia kuna mazoezi ya aerobics. Hayo mazoezi yanahusisha mwili mzima, umeona. Sasa jinsi mwili unavyojishughulisha mwili wote inakurahisishia au inaongeza kinga ya mwili kupambana na hayo magonjwa yasiyoambukizwa. Mazoezi ile ni swala muhimu kwao, hiyo ni sehemu ya maisha, ni mpango wa maisha. Ili tuweze kujiepusha na maradhi mbalimbali, basi tunapaswa tujitokeze sana kwenye kufanya mazoezi, kushughulisha mwili ili kujiepusha na magonjwa mbalimbali kama nilivyoorodhesha hapo mwanzo, kuna magonjwa ya pressure, uzito. Mimi ushauri wangu mkubwa kwa vijana na jamii nzima, na washauri sana wajikite katika mazoezi. Kwanza mazoezi ni muhimu sana kwa ajili ya afya, yanajenga afya iliyo imara na pia yanakuepusha na hizo homa ndogo ndogo. Kwa mfano mdogo tu, hata ukienda hospitali kwa mfano ukakuta unaumwa homa fulani, watakwambia kijana, nenda kafanya mazoezi. Yaani mazoezi ni tiba tosha sana kwa hayo magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Hayo ni maoni ya wadau wetu, wametoka kutueleza umuhimu wa mazoezi ya viungo katika kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kama ilivyo ada, tuingie chumba cha daktari, na leo tupo na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo Bilali Abdallah kutokea hospitali ya Kamanga iliyopo wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Daktari, je, ni kwa namna gani mazoezi ya viungo husaidia kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza? Mazoezi ya viungo yanaweza kumsaidia mtu kujikinga katika magonjwa ya kuambukiza kwa namna mbalimbali, ambapo tukiangalia mazoezi ya viungo kwa ujumla yanaimarisha mwili kuweza kuupa afya ambayo iko sawa. Tukiangalia katika moja ya faida ya mazoezi ya viungo ni pamoja na kuipa mwili nguvu pamoja na utimamu wa afya, kwa maana kuwa mazoezi ya viungo yatamwezesha mtu kuepukana na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, kama mfano magonjwa ya uti wa mgongo. Tukiangalia hili limekuwa ni changamoto kubwa sana, ambapo ukiangalia zamani walikuwa wakichukulia ni kama magonjwa ya uzee, lakini sasa hivi hata rika la vijana pia wanapata magonjwa kutokana na kutokuwa na mazoezi ya viungo, ambapo yanasaidia kuweza kuimarisha misuli ya mwili pamoja na viungo vya mwili. Pengine ni aina gani ya mazoezi ambayo husaidia kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza? Mazoezi ambayo anaweza kufanya mazoezi ya kukimbia kwa haraka au kukimbia kwa taratibu, na pia kutembea kwa haraka au kutembea kwa taratibu, mazoezi ya kuendesha baskeli, mazoezi ya kuogelea, pia mazoezi ya kuweza kucheza michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa pete kwa wanawake. Ni mazoezi ambayo yanamsaidia mtu kuweza kujenga afya ya mwili pamoja na utimamu wa mwili kuweza kutimia. Mara baada ya kumsikiliza Daktari Bilali Abdallah, na sasa tutazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Ukitaka kulinda afya yako ni muhimu kuzingatia ujumbe huu. Na sasa turudi katika chumba cha daktari. Ni nini ushauri wako juu ya watu ambao hawajihusishi na mazoezi ya viungo? Ushauri wangu ni kwamba tusichukulie ni kama mazoea, kwa sababu watu wengi wameshazoea kwamba watu fulani ndio watafanya mazoezi ya viungo, au kwamba nikifika age fulani ndo nitafanya, lakini yatafikana hata katika umri ambao yote ule, hata kama ikiwa ni katika ujana, mtu anatakiwa afanye mazoezi. Ni kwa ajili ya kujenga afya yake, kujenga misuli ya mwili, kuupa mwili utimamu kamili. Tumetoka kumtazama daktari na sasa tukatazame clinical puzzle ya wiki hii. Kuna nini? Clinical puzzle.
Mtazamaji wa SAUT TV, je, unafahamu ni aina ipi ya kundi la chakula ambalo huupa mwili nguvu? Na hiyo ni Clinical Puzzle ya wiki hii. Utachangia maoni yako katika uwanja wa comment na maoni yako yatasomwa katika kipindi kijacho. Na kufikia hapa sina la ziada. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wewe mtazamaji ambaye ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tukutane tena wiki ijayo muda na wakati kama huu. Mimi ni Irene Chitare. Ciao. Home Clinic.